Luka sura ya 17 aya ya 11 hadi 19. Yesu alipokwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, "Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipowaona, aliwaambia, "Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huko akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, "Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliompa Mungu utukufu ila mgeni huyo?" Akamwambia, "Inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa." Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, maneno ya Mungu tuliyosikia katika Jumapili ya leo yanaongea juu ya imani. Imani ni mojawapo ya fadhila 3 za kimungu ambazo tunazipokea wakati tulipobatizwa. Tulipobatizwa tumepewa zawadi ya imani, tumepewa zawadi ya fadhila ya matumaini, na tumepewa zawadi ya fadhila ya mapendo. Fadhila hizi ni tofauti na fadhila za kibinadamu, fadhila ambazo kila mwanadamu amejaliwa kutoka kuzaliwa kwake. Amejaliwa na uwezo wa kuwa na busara, wa kuwa na kiasi, wa kuwa na uelewa, akili na utashi, ambao kila binadamu amejaliwa katika uwezo wake. Lakini zawadi za kimungu, fadhila za kimungu, ambazo ni imani, matumaini na mapendo, ni fadhila ambazo tutazipewa kipekee kama neema kutoka kwa Mungu. Leo hii katika somo la kwanza tunasikia huyu mpagani Naamani, ambaye alikuwa ni jemadari maarufu katika jeshi la wapagani, anakuwa mtu mwenye imani baada ya kuponywa ukoma. Baada ya kuponywa ukoma, anakuwa mwamini. Anasema hakuna Mungu mwingine ila Mungu wa Israeli. Na katika mfano wa somo la kwanza tunaambiwa kwamba imani ni kitu tunachopokea kwa Mungu, ni zawadi ya bure. Huwezi kukinunua, hatuwezi kumpa zawadi Mwenyezi Mungu ili atupe zawadi hizo ambazo ni fadhila zinazotupeleka kupata wokovu. Ndio maana anapomwambia yule mtu wa Mungu, yule aliyemwambia nenda kajioshe katika mto Yordani mara 3, mwanzoni alisita, akasema, "Je, hakuna mito iliyo bora zaidi katika nchi yangu huko nilikotoka kuliko mito ya Israeli?" Lakini mtumwa wake akamwambia, akasema, "Mtu wa Mungu amekwambia kitu ambacho unaweza kukifanya."
ni kitu ambacho unaweza kukifanya. Kwenda kwenye mto Yordani, ujioshe, utumbukie mara 7, utakaswe, utakatifuze, utakate. Na alipokubali kufanya hivyo, tunaambiwa katika somo tulilosikia katika kitabu cha kwanza cha Wafalme ya kwamba harusi yake iligeuka ikawa kama ya mtoto mdogo, na ndipo walipoanza kwa mshangao mkubwa, anakimbia, anataka kumwenda kumpelekea mtu wa Mungu zawadi, anataka kumpelekea madhahabu, sijui manguo, sijui vitu gani ambayo alikuwa amebeba ili apate kumshukuru. Na mtu wa Mungu anamwambia vitu hivyo sitavipokea kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndipo alipoamua akasema, ningeomba nichukue udongo kadhaa kutoka kwenye nchi ya Israeli, nitakaporudi kwangu nikajenge madhabahu na juu yake ndipo nitakapomwabudu Mwenyezi Mungu, na sitamwabudu Mungu mwingine ila Mungu wa Israeli. Hatuwezi kumlipa Mungu chochote kwa zawadi tunayopokea, zawadi ya imani. Zawadi ni zawadi ya wokovu, ni neema ambayo kwa Kilatini wanaita gratia. Gratia ni kama neno la Kiebrania shalom, salama, afya. Hata sisi katika salamu zetu za kusalimiana kila siku huwa tunawatakia wengine afya. Na hivi imani ni zawadi ya bure kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ndiyo ambayo tunasikia katika Injili tuliyoisikia. Yule kipofu mmoja aliyepata kupona, anaporudi kumshukuru Yesu kwa sababu ya neema ya uponyaji, Yesu anamwambia, imani yako imekuokoa, imani yako imekuokoa. Na imani ni majibu kutoka kwa ule mwaliko tunaopata kwa Mwenyezi Mungu. Sisi tumeokolewa kwa neema, na hivi tunapokuwa na imani tunapata uwezo wa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuwa watu wa shukrani. Na ndio maana ya neema, na ndio maana ya gracia, na ndio maana ya shukrani. Tunafundishwa leo sasa katika huo mfano wa hawa wakoma walioponywa, tunafundishwa kuwa na shukrani. Na kati ya namna bora zaidi za kutoa shukrani kwa Mungu ni sadaka ya misa takatifu ambayo kwa Kilatini inaitwa Eukaristia, ambayo ni tendo la shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tendo la shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Fundisho la pili tunalopata katika masomo ya Jumapili ya leo kutoka katika Injili, tunaambiwa Yesu alikuwa safarini alikuwa anaelekea Yerusalemu, na akapita katika kijiji kimoja. Alikuwa anaelekea wapi? Yerusalemu, maana Yerusalemu ni mji wa amani. Shalom, ni mji wa
Yerusalemu ndipo atakapohitimisha ule utume ambao alipewa na Baba wa kutukomboa, wa kutuokoa kwa kifo, kwa mateso, kwa kifo na ufufuko wake. Hayo yote yametimia Yerusalemu. Tunafundishwa na sisi ndugu zangu katika safari ya imani, hatuwezi kufika nyumbani Yerusalemu mbinguni tunapotarajia bila kufika katika hicho kilele ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametutangulia kwa mateso, kwa kifo na ufufuko wake. Kila neno tunalosikia katika maneno matakatifu ina maana yake. Na katika kijiji kimoja anapoingia anatoka Samaria na kwenda Yudea, anakutana na wakoma 10, watu wenye ukoma, nao wanamlilia, wanasema, Bwana mkubwa, utuonee huruma, utuonee huruma. Naye anawaonea huruma, anawaponya. Sasa katika hilo ndugu zangu, kwanza kabisa Yesu anapita katika kijiji kimoja akielekea Yerusalemu. Kijiji hicho ni kijiji chetu cha dunia hii. Dunia hii ni kijiji. Dunia hii ni kijiji. Na anapoingia kwenye hicho kijiji anakutana na wakoma 10. Katika Biblia kila neno lina maana yake. Namba 10 maana yake namba iliyokamilika. Wakoma 10 ni sisi sote. Wakoma hao 10 ni sisi sote. Kwa nini sisi ni wakoma? Ni wakoma wanaohitaji uponyaji. Maana yake ni wadhambi. Mbele za Mungu sisi sote ni wenye dhambi. Mbele za Mungu sisi sote tunahitaji huruma. Mbele za Bwana wetu Yesu Kristo anayesafiri kwenda Yerusalemu kujitoa sadaka kwa ajili ya makosa yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, ni kwa ajili yetu sisi. Ndio zawadi aliyotupa Bwana wetu Yesu Kristo sisi sote. Lakini angalieni, anawaambia hawa manendeni kwa makuhani mkajitambulishe. Kwa nini ilikuwa muhimu kujitambulisha? Kwa sababu ugonjwa wa ukoma ilikuwa ni ugonjwa unaoweka watu nje ya jamii. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wajui ugonjwa wa ukoma unatokana na kitu gani, alikuwa na ukoma kuambukizwa. Hata hii leo katika jamii zetu, hata katika Tanzania yetu, tuna vijiji vya wakoma. Hapa mkoani Singida katika kijiji cha Sukamaera kuna kijiji cha wakoma. Sijui kama huwa mnapita, naona wengine wamekaa barabarani wanaomba. Vidole vimekatika, miguu imekatika, wanalidonda kila mahali kwa sababu hawasikii uchungu. Wanaweza kujiuliza asisikie uchungu, anaweza kaungua asisikie uchungu. Na watu wengi sasa hivi ukoma unatibika, lakini wakati wa Yesu ukoma ulikuwa ni ugonjwa hatari ambao ilikuwa inabidi kujiepusha, pamoja na stigma zilizofuatana na ugonjwa huo. Watu waliwatenga na wakoma walitakiwa wakae nje ya jamii porini. Ndio maana Yesu anakuta mipakani kati ya Samaria na Yudea huko. Na walitakiwa wakikutana na watu waseme
tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoa sadaka pale msalabani, ukoma wetu ambao ni madhambi yetu, maovu yetu, maasi yetu, twaweza kupona. Kwa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo twaweza kupona. Tukitubu, tukiwa ni watu wenye toba, twaweza kupona. Ndio fundisho juu ya ukoma. Leo hii kuna magonjwa ambayo watu wakiwaona au wagonjwa hao wanafikiria juu ya lawama na laumu, kwamba yuko vile kwa sababu ametenda dhambi, yuko vile kwa sababu yeye ni mwovu. Lakini sisi tuna bahati, na hiyo bahati ni neema ya kwamba pamoja na maovu yetu yaliyojificha katika mioyo yetu, Bwana wetu Yesu Kristo anasema takasika, takasika. Leo hii fundisho la mwisho ni shukrani. Kati ya wale 10 aliyerudi kumshukuru ni mmoja tu, naye alikuwa ni Msamaria, mgeni. Kwa Samaria walikuwa kati ya jamii ya Wayahudi, walikuwa wanaonekana ni maadui, ni watu wenye unajisi, ni watu wachafu, ni watu wageni, ni watu ambao hawataki kuchangamana na wengine. Huyu maskini ambaye hataji hata jina lake alikuwa fanya jumuiya pamoja na wakoma wenzake. Sababu ukoma ulikuwa uchagui kabila wala taifa. Ni mmoja tu aliyerudi kwa Yesu, na Yesu anashangaa, anasema, wako wapi wale 9? Hakukutokea hata mmoja aliyerudi kumpa utukufu Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu huyo Msamaria alipona mwili na roho. Wale walioondoka wakaenda kwa makuhani walipona mwili tu, walipona mwili tu. Yeye alitafakari akasema, muda tu uliopita nilikuwa hivi na sasa hivi niko tofauti, niko safi, niko mzima, ninapumua, naweza kurudi kwenye jamii, naweza kupokelewa na yeyote. Akatambua ya kwamba aliyenifanya mimi nipone yupo. Ndio yule aliyesema nendeni. Akarudi, akaanguka kifudifudi, akamshukuru. Ndugu zangu, hata sisi kila siku ya Mungu tunasamehewa na ukoma yetu, madhambi yetu, maovu yetu, machafu yetu, tunasamehewa kesi. Ni nani ambaye anakuwa na ujasiri wa kurudi kwa Yesu kusema asante? Neno hili asante, neno hili asante. Kila siku kuja, ndugu zangu, tukumbuke kusema asante. Asante kwa uhai, asante kwa afya, asante kwa yale yanayoonekana, asante kwa yale ambayo hayaonekani, asante kwa muda unaonipa mimi, kwa sababu leo hii nipo. Wangapi ambao hawapo? Asante kwa ndugu na jamaa ulionipa mimi. Asante kwa mke wangu, asante kwa mume wangu, asante kwa ndugu zangu, wale ambao nikiamka na kupumua kwa sababu wao wanachangia katika kuwepo kwangu. Tuna sababu nyingi za kusema asante, lakini sisi
hatuna shukrani, ila tu shukrani za watoto. Shukrani za muda ni mateke. Leo hii tunaambiwa tujifunze kusema asante. Mara kwa mara, hata watoto hao tunapaswa kuwafundisha toka mwanzo kusema asante. Unampa pipi, wewe hujali kama anasema asante. Unampa pipi tu kidogo, lakini anapokula, anapolala, anayosoma, unasema asante. Au watu wengine, hata sisi wenyewe ukisaidiwa, unaona kama vile huo msaada yule aliyetusaidia ni mwalimu wako. Baba zetu, mama zetu, babu zetu, wale wanaotuletea ada ya kusoma, wale waliojenga nyumba ambazo tunakaa, wale ambao wanatupa maji kila siku tunakunywa. Hata kama unalipia maji, leo hii wakati najiandaa kuhusu mahubiri haya, nikasikia mtu mmoja anasema, pia hata ukienda sokoni kununua mboga, je, unasema asante? Watu wangapi wanahangaika kulima na kustawisha bidhaa ambazo tunazilipa kwa bei nafuu sokoni, lakini gharama zao ni kubwa zaidi ya kile tunavyolipia. Leo hii ndugu zangu, tunatakiwa kusema asante. Asante kwa hewa tunayopumua. Wakati wa corona tulitambua thamani ya hewa hii ambayo tunapumua. Ya thamani kubwa, na hatulipi, tunapumua kule, tunaishi kule. Jua hili linalotuambia baadaye tunalalamika mbele ya Mungu, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Je, tumesema asante? Basi tunaomba Mwenyezi Mungu atufundishe kusema asante. Asante kwa zawadi ya uhai, asante kwa ajili ya wazazi waliotuzaa kule, asante kwa zawadi ya imani tuliyoipokea bure kutoka kwa Mungu. Asante kwa Bwana Yesu aliyeteseka msalabani ili kutuokoa sisi tusihukumiwe. Ndiyo Yerusalemu, ndiyo Yerusalemu. Na leo basi tumwambie Mungu asante. Tuwafundishe watoto wetu kusema asante daima. Tuseme asante kwa kila aliye karibu na sisi, na zaidi ya yote tuseme asante kwa Mungu. Mungu aliyetuumba, bila yeye tusingekuwepo. Mungu aliyetukomboa, bila yeye tungestahili adhabu ya kifo.